kwamba ofisi ya IGP itoke mara moja na kutoa mwongozo wa wazi wa utendaji wa jeshi la polisi kuhusiana na haki za wananchi wanaohudhuria mahakamani, na kuweka utaratibu maalum wa aina na polisi wanaoruhusiwa kwenda mahakamani, wawe wa cheo gani na wao wamekuwa exposed kwenye training kidogo AAEOU ya sheria. Sio tu mtu unambeba tu kule kwa sababu kabeba rungu, anajua kulenga sababu, unampeleka pale pole. Anaona aelewi kwamba mtu anapoenda mahakamani ni mteja wa mahakama. Mtu anaanza kupiga front kick. Kwani unakuwa nguvu ya kupiga? Hii nguvu ingetumika kutafuta watekaji. Hii nguvu ingetumika kuleta watu waliompoteza soka. Nione wanakuja naye huyu hapa. Kila mtu angepiga kigeregere. Lakini nguvu inatumika kupiga innocent people wanaoamini katika utawala wa sheria. Tunawauliza polisi, mnajeuri nyinyi ya kupambana na Watanzania milioni 62 wakichukia? Kwani mnawapanikisha watu? Mnapata faida gani kwenye damu ya binadamu mwenzako? What are you gaining? Unavunja mtu mguu, sio mhalifu, yani kwa sababu tu panya. Yani natoka tu nyumbani kwamba nimeenda kazini, namkamata mtu kama panya hapa, naanza kupiga, navunja mguu. Jambo ambalo hata mbwa mwenye kichaa hafanyi. Lazima uwe umemfuata kwenye eneo lake. Tuna watu wa namna gani? Hili jambo sio la kawaida, ndugu zangu wa Tanzania. Msizoee damu na machozi na vilio vya watu. Sio jambo la kawaida. Ni ushetani wa hali ya juu. Yani ni jambo lisilomithilika. Yani mimi naamka tu hapa bila sababu, nashika mguu wa ukashu pale, navunja, natupa porini. Narudi nyumbani, mke wangu ananibandikia maji, nimetoka kazini. Na kesho naamka niko soba. Huyo mtu kule anatakiwa kuachwa kwenye ofisi ya umma. Huyo mtu hawezi kupika na kula nyama ya mtu. Hatujawahi kuwa na Tanzania au Tanganyika ya watu wakatili namna hiyo. Hatujawahi, nisikumbuki katika taifa hili. Hizi zilikuwa zinatokea mara chache, zipo, hatuwezi kukataa. Kuna matukio yalitokea, lakini tuliona hatua zikichukuliwa. Kwa sababu yalitokea kwa Kombe. Si hatua zilichukuliwa? Yalitokea kwa Mwangosi. Angalau hatua zilichukuliwa. Lakini sasa hizi there is impunity. Nobody is safe. Mimi leo jamaa amekuja kunichukua, sijui na umwa nini, kwa sababu kwanza najichukia mwenyewe, alafu nachukia mpaka hizi nafasi zilizokuwa tunaomba. I wish ningekaa zangu kule. Mimi ningesema watu wa Tanzania, amka, twende tukaandamane barabarani. Lakini sasa hizi ningetaka kusema, panya ataniambia, Mwabukusi bado hatujakaa. Shirima ataniambia, Mwabukusi bado kura hazienei. Tukae tutafakari. Kuna busara za uongozi. Lakini I've could been out there. Hii hali sio. Tunapigiwa simu viongozi, watu wanatekwa mpaka leo. Tumezungumza mara ngapi swala la kutekwa watu, kutekwa? Kwa nini wahusika wakamatwe? Mtu anapotea kama kuku wa kideri tu, unaambiwa mtu amepotea, una relax. Na hakuna aliye salama. Hamna cha kusema wewe ni CCM, hamna cha kusema wewe ni si upinzani, nani, wote tunapotea. Sasa tumefika hali ya kuzoea kupotea na kupotezwa. TLS hatutaruhusu hili. We are going to stand firm. Tunakwenda kuwa imara, madhubuti. Na tulikuwa kutokana na hata mengine yaliyojiri, na tunasubiri kesho tutakuwa na symposium yetu. Tutatoka na namna bora ya kuiona serikali mara moja kwa haraka mezani, kwa kutumia wazee wetu. Sisi tuna wazee huku kwetu ambao ni majaji, mawaziri wastaafu, wanasheria wakongwe ambao wapo, tutawateua. Kwa sababu wakati unaweza kumuona Mwabukusi ukasema anakuja mwanaharakati. Tutaandaa waengage na serikali with immediate effect. We are not safe anymore. With immediate effect. Lazima tujue nani anatupa tatizo. Leo hii mwezi wangapi wale watoto akina Soka alikuwa na hatari gani ya kupotea ule mtoto? Ni vijana tu, ni sasa na watoto wanaruka mezani pale. Tunamfinya kwenye mapaja anakaa. Wako wapi wale watoto?
Watu wanapotea tu kimya kimya, tunazoea tu, tunakuwa kama kuku. Mwenzako amechinjwa asubuhi na wewe unarudi jioni kwenye bandari ile ile. TLS, we are going to take firm action, lakini tutaanza na hatua zetu kama tulivyosema. We want to be very fair and very professional. Tutadokumenti kila tukio, tutaweka hoja zetu, tutateua wawakilishi wetu, tutataka sasa waende, kwa sababu tumesema vya kutosha, tumeandika vya kutosha, tumetweet vya kutosha. Kama ni kujishusha chini, we have been down to earth. Nyote ni mashahidi, mnatutukana mpaka mnatuchora kwenye makatuni, because we are humble down to earth. We are trying to make others understand us kwamba we have nothing in person. Tunachotaka ni haki, amani, mshikamano na utengamano wa taifa letu. That's all what we want. Utakuwaje na amani wakati sijui kama nitakutana kesho na panya? Huo ni utulivu. Hatuhitaji utulivu, tunahitaji haki, amani, usawa na ulinzi wa faragha wa maisha yetu. Vile vile jambo lingine,